sema al-aslu, asili, anna jamia al-ahkami, hakika hukumu zote, yanataja zile asili. Al-aslu, asili, anna jamia al-ahkam, hakika hukumu zote, mutasawiyatun, ni zenye kuwa sawa, baina ar-rajuli wal mar'ati, kati ya wanaume na mwanamke. Hii ndio asili. Yani ikija hukumu basi zinawahusu watu wote. Mutasawiyatun, ni zenye kuwa sawa, baina ar-rajuli wal mar'ati, yani mfano, yani kati ya mwanaume na mwanamke. Illa ma khassahu dalil, isipokuwa kile ambacho dalili imekihusisha. Illa ma khassahu dalil, isipokuwa jambo ambalo dalili imehusisha. Asili ya amri basi inawahusu watu wote. Kwa hiyo Allah kwa mfano wasema aqimus sala, sio waqimus sala, najua naamrishwa nani? Amrishwa watu wote, si ndio hivyo? Wa atu zaka, wanaamrishwa watu wote. Kwa hizo au kutiba alaykumus siyam, umefaradhishwa juu yenu kufunga, ina maana kwa watu wote, isipokuwa zile ambazo dalili zimehusisha, hizi kwa ajili ya kina baba labda na hizi kwa ajili ya kina mama. Anasema na hizo zipo chache, nyingi zimewakusanya watu wote. Labda mfano zinahusishwa kama zile, labda ukasema kuvaa nguo ndefu kwa mwanaume, sio wanaita nini? Isbali, sio? Kuvaa isbali kwa mwanamume inakuwa ni haramu, mtu haruhusiwi. Na maana kuvaa nguo yenye kuvukia kongo mbili, nafahamika hiyo. Lakini kwa mwanamke inamhusu yeye? La, yeye muhusu, yeye atakiwa hadi burure, bali akienda atakiwa inyanyue, yani wastani wa shubiri. Kwa hiyo hukumu hii ni special, yani hasa kwa nani? Kwa wanaume. Sijui mnaelewa yeye mwanamke anafanyaje? Haimuhusu. Au masala ya mirathi, sio rajulin mithlu hadhil unthayain, maana mtu mmoja atapata mafungu ya wanawake wawili, sio? Sasa hapa imehusisha na maana. Sasa hii tofauti na maana. Au katika masala ya kuvaa hariri, hariri imekuja ruhusa kwa nani? Kwa wanawake, lakini sio kwa nani? Kwa wanaume. Sasa hizi ni special kwamba hapa na. Au masala ya mahari, sio mahari kwa nani? Kwa wanaume, wanawake wa mahari, sio? Hamna. Au masala ya usimamizi, sio? Masala ya ukazi, umoa mke, yeye utakao unafanyaje? Manake atakupangia chumba, sio? La, yani wewe mwenyewe utakiwa ndio upambane, upande hata kidogo. Sasa hizi nakuta zimehusisha, zimehusisha kwa baadhi, ikaacha kwa baadhi nyingine. Lakini asili likija kwenye tamko, kwenye amri, inawaenea watu wote. Hasa min ahkamil wudu, hapa mitaja kwa ufupi, tokea hapo kuna mifano mingi ambayo ndani yake inaingia. Tumalizie darasa la 4, alafu tukija kesho inshallah tutaanza la 5. Sema min ahkamil wudu, miongoni mwa hukumu za udhu, albadi'u bil basmala, kuanza kuleta bismillah, ghaslul kaffaini, kuosha viganja viwili. Hapa mitaja almadmadatu, kuna kusukutua, walistinshaku, na kupandisha maji puani kisha ukayapenga, ndio inaitwa istinshaq. Sio kupandisha maji afu katulia tu, yaani utakiwa wapandisha alafu uyatoe, ndio inaitwa istinshaq. Wa ghaslul wajhi, na kuosha uso, yaani ametaja tu. Wa ghaslul yadaini, na kuosha mikono miwili. Min atrafil asabi'i, kutokea kwenye ncha za vidole, hata almirfaqaini, mpaka kwenye subusubu mbili za mkono, au mpaka kwenye kongo mbili. Kwa wanaochukua udhu hapa pia kuna baadhi ya vitu vya faida, kwamba watakiwa waosha hadi kuanzia huku kwenye ncha ya vidole hivi, vinakuja huku mkono, sio uoshe, kwa sababu mkono kwanza uliosha katika viganja, nikaosha hapa, hiyo isabiki nyingine hukumu yake. Ukiosha mkono basi unazadi kwenye nini? Kwenye ncha ya vidole, yani unatoka huku unarudi tena hadi huku, yani usishie hapa, katika faida ambayo iko, ambao wengi hawajaizoea yani. Thumma mashu ra'si, kisha kupangusa kichwa, ma'al udhnaini, pamoja na masikio mawili. Pia katika makosa kwa watawazaji hapo, kuna watu wanatawadha, yani wanapangusa
mara 3 katika hadithi hiyo, japokuwa imethibiti lakini sio yenye nguvu. Hadithi thabiti kwamba ukipaka kichwa mara moja pamoja na masikio mawili, kwa unachukua maji unatia kama kwenye viganja vyako, kisha unayamwaga, alafu ndio unapaka, sio kuosha. Utaanzia hapa utapeleka hadi huku mikono yako, alafu utarudisha tena huku mbele ulipotokea, alafu vidole hivi shahada vitaingia kwenye tundu za masikio, vitazunguruka huko kwenye zikona za sikio, alafu gumba litapangusa kwa pembeni. Na hiyo ndio ilichothibiti, hadithi iliyokuwa sahihi ndani ya Bukhari, ndani ya Muslim. Ama hivyo mingine kupaka imetajwa, lakini ninasema ni jaiz, kama Imam Nawawi ameelezea mambo hayo. Mtu akapaka muda zile nywele hazijafika, yani hajafikia ukomo wake, akapaka mipaka ya kichwa humu, akibaki choboni, akipaka upande huu, akapaka nywele 3, udhu wake unakuta ni sahihi. Lakini nywele ziliovukia hapo kama nywele za Waarabu, wasema nazifuta nywele zangu, nakuja kupakia hapa, huo udhu ukubaliki, kwa sababu kuna watu wana nywele ndefu, sijui mnaelewa. Wasema kupaka tu kwa sababu kwenye nywele nywele 3, nywele zangu zinafika hadi kiunoni, basi unachukua maji tu chap, basi hapo hesabiki mpaka kichwa. Mpaka na maana upake kwenye yani mipaka ya kichwa huko zishie huko, hata ziko ndefu unataka upake huko yani. Allahu musta'an. Baada ya hapo asema thumma ghaslu rijlaini, kisha ataosha miguu miwili ila alka'baini, mpaka kwenye mbuyu mbili. Yanqudhu alwudhu bi umuri, unatengua udhu kwa mambo mengi. Jambo la kwanza, alkhariju minas sabilaini, chenye kutokea njia mbili za haja. Alkhariju minas sabilaini, chenye kutoka chochote kile, lakini chenye kutokea kwenye njia mbili za haja, haja kubwa au haja ndogo, chochote kikatoka, wanachoona mwafikiana udhu wake umeondoka. Kwa ulenda chooni, ukaenda ukajikwinya au ukajikama, hamna kitu, ukatoka hapa ngine, yani labda mpunga togolori, udhu unao hauna, udhu hauna. Hivi mnaelewa? Chochote uenda mchanga, kutoka mchanga, basi umetoka mchanga tu, nikusudia haja kubwa, basi sababu udhu wangu uliotoka wangu hapo, udhu hauna, ukatawadhe tena. Hapo anasema Ibn Taymiyyah wamewafikiana watu wote, watu wa fiqh, kwa sababu masala ya fiqh jambo lingine litakalifahamike. 99% mambo yake ni kuna khilafu, ila kuna kauli zenye nguvu katika masala mengi ya fiqh. 99% mengi yana khilafu, machache ambayo kuna ijmaa, yani hayo ni machache sana. Kila masala masuala kama nukta usikema hiyo kutoka sijui nini ila kama ili ndio kuna ijmaa, na maana wamewafikiana chochote kinachotoka kwenye njia mbili, haijalishi iwe haja au siwe haja, basi huyo udhu nini kama hilo. Pia kalbauli, kama vile kutoka mkojo, walghaiti, kama vile choo ndogo, walghaiti na choo kubwa, natumia lugha hizo, wadami na kutoka damu, warihi na upepo, walmadhi na kutoka madhi, walmanii na mtu akatokwa na manii. Kwa katika hivyo vyote kitakachotoka moja kati ya njia mbili, basi udhu lazima kuchukua tena udhu, ajalishi limetoka hivyo au limetoka vitu vingine visiokuwa hivyo. Jambo la pili, masul farji, kugusa utupu, ni katika jambo ambalo linatengua udhu. Hii lote yani kuanzia hapo kwenda mbele, yani yote yana khilafu, lakini kuna kauli zenye nguvu. Masul farji na zina maelezo. Kugusa utupu na kusudiwa mtu ambaye udhu unatoka, ikiwa amegusa hakuna kizuizi, jambo la kwanza, kwa maana ukagusa utupu wako, ina maana moja kwa moja mubashara, hakuna chochote kinachozuia kati baina mkono na utupu wako, ngozi kwa ngozi. Wanasema vijana wale, hapo ni lazima udhu umeondoka. Lakini ukagusa au ukashika, kuna kizuizi, hata ikiwa chepesi, udhu wako anasema upo. Hata kama uligusa kwa matamanio, udhu wako upo, muda kwa kuna kizuizi kati. Lakini pia Ibn Taymiyyah katika
katika Sharhul Mumti ana kitabu kizuri pia cha fiqh, ameelezea masala ni kwa ufafanuzi mkubwa, na afu anatoa na waji na kauli yenye kuwa na nguvu. Watu kama watu wakipata hela wanunue Sharhul Mumti, yani hicho kinahusiana na masala fiqh tu, yani kitabu kizuri sana. Sema upatikanaji wake kidogo na kwa kidogo changamoto. Mbona alieleza akasema kukugusa utupu ikiwa jambo la kwanza kagusa pasi na hail, pasi na kizuizi, alafu na pili akagusa kwa matamanio, basi hapo utakuwa udhu umeenda. Lakini kama aligusa na kizuizi kivyo vyote udhu atakuwa nao, na kama aligusa pasi na matamanio udhu anao. Kwa mfano pengine mtu anajiwasha, sijui mnaelewa, kwa mjiwasha tuseme pasi kuingiza mkono ukakuna na udhu wako pengine ulikuwa na udhu. Je, kujikuna kwako na maana udhu unao au hauna? Yeye anasema udhu hapo, yani kama uligusa pasi na matamanio ulijikuna ukapeleka ukagusa, asema udhu hapo unao, yani udhu wako bado unao. Lakini kama uligusa kwa matamanio hata kujikuna kwako, yeye anasema udhu hapo hamna. Lakini ukisoma kile kitabu Shurutu Sala ya nini ile ya Muhammad Abdul Wahhab aliyosherehesha Abdul Razzaq na Muhsin, akayatoa masala kama vipengele vitatu. Kama mtu atagusa sehemu hizo alafu kawa kuna matamanio, alafu licha matamanio akatoka kaisa ametokwa na kitu, anasema huyu ndo ametokwa udhu, na kauli ndio kwa sahihi. Lakini kama ataligusa na matamanio hata kama hamna hail, lakini muda akuwa akijatoka chochote katika kugusa kwake, udhu wake bado anao, na akaleta na hadithi. Sijui mnaelewa kwa hiyo kuna mfumo kama huo, yani ilio kuna khilafu, lakini anasema kauli yenye nguvu, yule anayegusa lazima haisi kimetoka kitu, akigusa kwa matamanio na haisi ametokwa na kitu, huyo ndo lazima akafanyeje, atakuwa huyo akachukue udhu. Basi na hivyo hizo kauli nyingine zinatajwa kwa ajili ya kujitoa katika shaka, yani pangio na kutoa na shaka tu, kwa sababu kwa ile ilikuwa bora zaidi pale kafanyaje, bora kachukue udhu, hapo hamna shida. Ndio kwenye khilafu hamna neno. Kwa kuna aklu lahamil ibili, jambo la tatu kula nyama ya ngamia ni katika vitu ambavyo vinatengua udhu. Sasa ngamia na nini wewe? Sisi hana chochote, lakini ukila basi ukachukue udhu. Na sio kila ambacho kinachotengua udhu basi ni najis. Wasema haba kulangamia basi nyama ngamia itakuwa najis. La, sio hivyo. Sio kila kinachotengua udhu ni nini? Ni najis. An-naumul amik, usingizi mzito. An-naumul amik, usingizi mzito, alladhi, usingizi ambao la tash'urina fihi, kwamba haisi, yani ujihisi ndani ya usingizi huo binafsika we mwenyewe. La tash'urina fihi, hapo anasemeshwa mwanamke, yani usingizi ambao haujihisi ndani yake binafsika we mwenyewe. Binafsiki kuna maana kuna kafu we mwenyewe, yankudhu maana unatengua udhu, yani usingizi huo unatengua udhu. Wa amma nuwas, ama kule kusinzia, wa amma nuwasul khafif, ama ule usingizi mwepesi ndio kusinzia, fala yankudhu, huko kutengue udhu. Kwa hiyo ule usingizi unautengua udhu kwamba wewe umekaa, na pia panawekwa mtu amekaa pasi na kuyamakinisha makalio yake katika ardhi, akakaa mkao wa ajabu, afu usingizi ukao umempata mzito, anayumba tu na udenda anatoka, sio akitoka na hapo ajifanyia kitu stufa swala anajifanya kama kwenye swala. La, wewe kachukue udhu, usisinzia usingizi mzito mipanda hadi kabisa unaitwa mara mbili wewe haujui, yani kama ikiwa mwenyewe haujajisi ile kilichoendelea lazima ukachukue udhu. Ama mradi wa kusinzia tu ndio kwanza usingizi unaanza kuja, basi hapo huo utasamehewa. Pole kwa mwingi, usingizi mwingi mzito utakuwa usamehewi, na usingizi mdogo utakuwa unasamehewa. Jambo la tano, masu aurati saghiri, kugusa uchi wa mtoto
mdogo, la yankudhul wudhu'a, hautengui udhu. Masu aurati saghiri, kugusa utupu wa mtoto, la yankudhul wudhu'a, hautengui udhu. Mambo hayo ndo kama ile mambo ya kwanza. Ukiwa huyo anayemsafisha huyo mtoto, pengine ana uchafu, akawa anamsafisha pasi na matamanio, umeelewa? Lazima kipengele hicho ndio kinachozingatiwa, basi udhu wake anao. Lakini akimsafisha huko anatamani, wewe sijui wewe udhu hauna, mtoto mdogo umejaliwa, wewe udhu hauna. Kwa kuna watu wengine wana akili ziko mbovu kidogo. Sasa kama hao udhu wao hawana, lakini kama wanamgusa tu kwa sababu ana uchafu, hilo misameo. Yajuzu, inafaa, amtamsaha ala shurabi, inafaa kupangusa juu ya soksi. Ashurabi na maana ya jawrab. Yajuzu, inafaa, amtamsaha ala shurabi, kupangusa mwanamke juu ya soksi hadi mwanaume, idha labistihi, pindi atakapoivaa soksi hiyo, ala taharatin, juu ya utahara, wa muddatil mashi, na muda ule wa kupaka au wa kupangusa, yaumun wa lailatun, mchana mmoja na usiku mmoja, lilmukimi, kwa mkazi. Wa muddatul mashi, na muda wa kupangusa, yaumun, ni mchana mmoja, wa lailatun, na usiku mmoja, lilmukimi, kwa mkazi. Kwa maana huyo ni mkazi, yani si msafiri, yani mtu wa mjini, yupo tu analanda anaenda huku. Kwa hiyo ayo mwanaume au mwanamke, kwa hiyo amepewa ruhusa, na maana kama anavaa soksi au jawrabu, na mfano wa soksi kama hofu. Kwa hiyo kwa mkazi, na maana sio msafiri, anataka kuzivaa soksi kwa ajili ya kutoashinda nazo siku mzima, jambo la kwanza tazingatiwa, azivae hali ya kuhakikisha kuwa tohara. Kwa hiyo baada ya pale kisha kuzivaa hali ya kuhakikisha kuwa tohara, kwa hiyo pale itahesabika, na maana ni sio kwa muda ule, baada ya kupata na hadathi afu akafuta, akachukua udhu akafuta, pale zinahesabika kutoka muda huo hadi muda mwingine mfano kama ule. Kama alipagusa saa 8, basi hadi saa 8 tena inaofuata ya mchana mwingine, kama saa 4 ya usiku, basi hadi saa nyingine ya usiku, ndio inauzingatiwa. Kwa na muda ni mchana na usiku mmoja kwa mkazi. Wa 3 ayami bila yaliha lilmusafiri, na mausiku 3 na michana 3 na masiku yake kwa msafiri. Msafiri kaikwa siku 3. Ikifika muda kutawadha, aenda chooni na haja ndogo haja kubwa, ikifika muda kutawadha, yeye hatovua kama hizo soksi zake wala hiyo kofu zake, bali atakuwa atapaka tu juu. Ataosha sehemu yote ile viungo vingine, hivyo kwenye soksi kule miguu atakuwa anapaka tu juu, chap na sio chini. Kadhia imeisha. Kwa hiyo kwa msafiri siku 3 atafanya hivi, muda kuwa hajapatwa na janaba. Sababu ipata janaba lazima kaoge, lazima azivue. Muda kuwa hajapatwa na janaba siku 3, na mkazi ambaye sio msafiri kapewa siku mzima. Muda pia na hiyo shati vile muda kuwa hajapatwa na janaba. Baada ya janaba basi inakuwa ni lazima asifanyaje, atakiwa aoge, atabidi akazivue. Anasema watabdaul mudda, na utaanza ule muda, min awwali mashin, mwanzo wa kupaka pale, baada alhadathi, baada ya hadathi. Kwa hiyo utaanza ule muda unahesabika mwanzo tu ule kupaka baada ya hadathi, kwa maana ulipozivaa kama labda asubuhi saa 2 asubuhi, kwanza unachukua udhu. Ukitoka kuchukua udhu, ushakuwa tohara, unazivaa zile hizo soksi zako, kale usabiki pale, sijui mnaelewa utaanza kutembea nazo huyo mtaani, kama unauza karanga sijui nini, sio? Sasa pengine sasa itakauende, sawa, imefikia wakati akauende haja kama chooni. Sasa utakaa pengine mcha ndogo au chooni. Sasa ukienda ukirudi, ndio pale ukianza kuchukua udhu, pale ndio ule muda kupaka ule ndio unaozingatiwa pale, baada ya hadathi ndio utazingatiwa. Ndio pale ndio kama saa 8 hiyo ndio umeenda haja,
Sasa umetoka kuchukua udhu, kutoka kisha kuchukua udhu pale soksi au zivui, utapaka tu, ndio muda utaanzia ule saa 8 hadi saa 8 nyingine huko, yani masaa 24, yani siku mzima. Huo muda asubuhi wote huo ulipovaa kwenye tohara huko hapahesabiki. Itahesabika baada ya nini? Baada ya hadathi. Sijui mnaelewa? Tunafahamu vizuri. Yani baada ya hadathi ndio muda unaanza kuhesabika na sheria. Ule asubuhi huko, mchana mwingine huko wala hapazingatiwi, lakini kwa sharti ulizivaa hali ya kuwa yuko nini? Uko tohara. Sasa ukienda huko msalani, kama haja ndogo haja kubwa, ukirudi basi wewe soksi zako uzivue, utanawa viungo vingine vyote. Kifika sehemu ya miguuni, bidi miguuni uoshe. Sasa sheria na kusamehe, usioshe, utakuwa unapangusa tu kule juu.